Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana, watu wa Mungu wa Yesu. Napenda kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo, na lakini bila kuchelewa, leo Roho wa Mungu amependa tujadili kuhusu habari nzima ya neno ushirika. Ushirika katika habari yetu ya kiimani, sisi kama wafuasi wa Kristo. Neno ushirika, ambapo katika baadhi ya makanisa au baadhi ya madhehebu kuna kitu ambacho kinafahamika na kimezoeleka, kinaitwa ushirika mtakatifu, ambapo ushirika mtakatifu kirahisi haraka inajulikana kwamba ni swala zima la kunywa na kula mkate na divai, ambavyo ni alama ya ukumbusho wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana kwamba tunapokula mkate tunafanya hivyo kwa kumkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo ni agizo lake yeye mwenyewe, ambapo inamaanisha kwamba Mkristo awaye yote yule, mfuasi yeyote yule wa Kristo, mtu yote yule anaitwa Mkristo, ina maana ni mfuasi wa Kristo, anao huo wajibu wa kumkumbuka Yesu Kristo. Na Yesu Kristo, hiyo ndio alama pekee ambayo aliacha kama maelekezo, yeye kama Bwana wetu, Mwokozi wetu na kiongozi wetu na Mungu wetu, kwamba kwa kumkumbuka tuwe tunafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tutajaribu kwa dakika chache tu kulijadili swala zima la neno na maana nzima ya ushirika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tuombe. Tunakushukuru mtakatifu Baba mbinguni, Yehova ile Mungu unayesikia na kujibu maombi, wewe Elohimu, Mungu uliye karibu na watu. Baba mtakatifu unayesikia maombi yetu na kuyajibu, wewe Elohimu, Mungu uliye karibu nasi, Mungu uliye karibu nami, Mungu uliye karibu na hao watu wengine wote, wewe Mungu uliye karibu na kila anayekutumaini, wewe Mungu unayesikia na kujibu maombi ya mtu yetu anayekutumaini na kukuheshimu na kufuata maelekezo na maagizo yako na kutii maandiko yako matakatifu jinsi yalivyo, katika jina la Yesu Kristo tunakukaribisha katika mdao, katika mjadala wetu huu. Tunakuomba mjadala ukapate kibali mbele zako. Tunakusihi Baba mtakatifu, maneno haya tunakwenda kuyajadili yakawe positive, yakawe chanya, yenye kuzaa matunda ya kweli katika maisha yetu ya kiroho, yanayokwenda kutuondoa katika njia ya upotevu na kutuweka katika njia ambayo inastahili, katika mstari ambao wewe mwenyewe Jehova Jile, Yehova Jile, o Elohim, wewe Adonai, wewe Yahweh, wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, unapenda na tuondoa katika njia ambazo ni za kujifariji na kujidanganya, huku tunapotea na kujipaka mafuta na kujipiga jeki, tukiwa tuko katika njia zisizo sahihi. Ukatuelekeze kuwa katika njia ya unyofu, ukatuondoe pazia katika macho yetu, tukakae katika njia ambayo inafaa, tukiwa hatuishi katika hali ya kujifariji, bali katika njia ya kuongozwa na maneno yako matakatifu, kama jinsi upendavyo na kama jinsi ambavyo neno lako litakavyo, bila kuweka usanii katika maandiko yako matakatifu na kuyafuata kama jinsi yalivyo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ukanitumie mimi kama chombo chako, wala nisitumie ujuzi wala uelewa wangu, bali ufunuo kutoka kwako ukatende kazi, katika jina la Yesu Kristo tunakuomba tukiamini, amina. Haleluya. Ndio. Sisi sote tunafahamu kwamba aidha tuwe tunatumia mfumo huu au hatuutumii, lakini tunajua kwamba kuna wanaotumia, kwa maana kwamba tunayo ile sala ya Bwana ambayo inatokana na Injili au maneno matakatifu ya mtumishi wa Mungu Paulo kwa Wakorintho, ambayo hiyo ndiyo sara ya neema.
ile sala inasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Halafu tunasema amina. Sasa mle ndani katika ile sala kuna pointi tu moja mle ndani ambayo tunaiongelea, ambayo ni na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ile ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Na huu ushirika ni kweli ni wa muhimu sana kwetu. Huo ushirika wa Roho Mtakatifu ndio ushirika wetu sisi na Mungu, ndio ushirika wetu sisi na Yesu Kristo. Hakuna tofauti ya Roho Mtakatifu na Mungu na Yesu Kristo, kama ambavyo tunafahamu kwamba Yesu Kristo na Mungu wa umoja, kama jinsi Yesu Kristo alivyosema kwamba mimi na Baba tu umoja. Inamaanisha kwamba hakuna kutenganisha Yesu Kristo na Mungu, na Roho Mtakatifu ndiye Mungu. Ambapo hilo ni somo ambalo liko tafu kidogo kwa wale watu ambao huwa wanataka kitu ambacho kimefunuka tu moja kwa moja. Ukiwaambia katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wanaanza kukwambia ni Mungu watatu. Kana kwamba hata ukichukua yai ukalipasua lile gome la juu, sio sehemu ya yai, na ule utando mweupe mnene unaoliwa kabisa wa yai sio sehemu ya yai, labda kile kiini ndani kile cha njano ndio yai. Kumbe hayo maeneo yote matatu ni yai moja. Au kama tunakwenda kwenye dunia ambapo kuna dunia ina sehemu tatu, kuna crust, mantle na core. Watu watatuambia labda crust sio dunia, au mantle sio dunia, core ndio dunia, au mantle ndio dunia, core sio dunia, na crust sio dunia. Kumbe dunia imefanywa na mantle, crust and core. Ambapo na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. So acha tuende deep katika point ambayo tunataka kuongea. Acha tuende katika kitabu cha Wakorintho. Bila shaka ni Wakorintho, itakuwa ni Wakorintho sura ya pili. Ndio, Wakorintho wa pili. Tuende katika Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 13. Wakorintho wa pili sura ya 13. Alafu tusome mstari wa 14. Mstari wa 14 unasema hivi: neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Huyu ni Paulo mtume, alikuwa anawatakia heri wa Galatia. Baada ya kuwa amezungumza nao maneno mengi mazuri ya mashauri, akiwafundisha njia nzuri za kuenenda katika Bwana, amewaandikia waraka, akawafundisha, akaona sasa hapa nimewajaza neno la Bwana, wako vizuri. Sasa anawaaga kwa kuwatakia heri, akawafungashia hiyo conclusion, akawatakia neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nao. Haleluya. Sasa tukirudi katika pointi hii ya ushirika mtakatifu, tunafahamu kwamba katika kitabu cha katika kitabu hiki cha, mnisamehe kidogo, Wakorintho Wakorintho wa kwanza itakuwa ni sura ya 10. Twende katika mstari wa 15, alafu tusome mpaka mstari wa 22. Bwana Yesu akubariki. Uwe mvumilivu kwa sababu penye ni parefu kidogo. 15 mpaka 22. Nitasoma haraka. Neno la Mungu linasema hivi:
Huyu ni Paulo mwenyewe, huyo anaongea na Wakorintho kabla hajawatakia hiyo heri huko, kwamba neema ya Bwana na ushirika wa Mungu kae nanyi nyote, kabla hajawatakia hivyo, hapa alikuwa bado anazungumza nao, akasema hivi, nasema kama na watu wenye akili. Nasema kama na watu wenye akili timamu hapa, ambao wanaeneza. Ifikirini ninyi, lifikirini ninyi ninenalo. Sawa? Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Huu ni ule sasa ushirika ule mtakatifu wa kanisani ule, ambao tunakuwa sasa tuko tunafanya kama ambavyo Yesu Kristo alituagiza, akasema, mwe mkifanya hivi kwa kunikumbuka. Mle mkate wangu, mle mkate na kunywa divai kwa ajili ya kunikumbuka. Na tena yapo maandiko mbalimbali yanayosema kwamba mwili wa Kristo na hiyo damu ya kilomwagika msalabani kwa ajili yetu itulinde mili na roho, tena itusafishe. Na viko serious, active, havina mzaha. Ni vitu ambavyo viko very powerful. Samahani, nimewachanganya kidogo. Neno hilo linasema kwamba, narudia basi, nasema kama na watu wenye akili, lifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Swali hilo. Haya, anaendelea. Mkate ule tu umegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Unaona, kuna kikombe halafu kuna mkate. Unaona? Kwa maana kikombe kinamaanisha divai, mkate ndio hivyo, unamaanisha mkate kama hivyo, ambao unamaanisha mwili wa Kristo. Damu, kile kikombe ni damu, ambao ni damu ya Kristo. Haya, sasa anaendelea katika mstari wa 17, kwa kuwa mkate ni mmoja. Unaelewa vizuri? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Unaona hiyo point? Kwa maana sisi sote tuwapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Kwa hiyo sisi sote tu mwili mmoja. Haya, waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa wa jinsi ya mwili. Waangalieni hao Waisraeli jinsi walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo. Lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu, nami sipendi. Haya, kwenye ile eneo, hii ndio aya nilitafuta sasa hasa zaidi, japokuwa point yetu ni ushirika, lakini hii aya nilitaka sana tuiongee. Anasema kwamba basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Ndio sasa mstari wa 20 anasema sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu, nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Haiwezekani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au tuamtia Bwana wivu, Kwa maana ukishiriki katika ushirika mtakatifu, na tena unashiriki katika ushirika wa mashetani, unashirikiana na mashetani,
Unaulizwa swali hapa, au unataka kumtia Bwana wivu? Ukumbuke Mungu ni mwenye wivu. Hapendi ujifanye unaoshirika naye halafu unashirikiana na mashetani pia. Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Bwana Yesu asifiwe sana. Acha twende katika mstari mwingine ambao utatuongezea uzito katika mada yetu tunataka kwenda kujadili kwa muda mdogo tu. Hatutatumia muda mwingi sana. Tusome katika Wakorintho wa kwanza 6 Okay, kabla hatujasoma Wakorintho sura ya 6, acha tusome kwanza Luka sura ya 22. Tuendelee tafakari kuhusu jambo la ushirika. Tuone aya mbalimbali ambazo zimeongelea habari ya ushirika. Tuende katika kitabu cha Luka sura ya 22. Luka sura ya 22. Luka sura ya 22, tusome mstari wa 19 na wa 20. Acha tuangalie panasemaje. Luka anasema hivi: akatoa mkate akashukuru. Nasikia? Akatoa mkate akashukuru. Huyu alikuwa ni Yesu Kristo katika usiku ule ambapo ndipo alipotoa lile agizo. Akatoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo akawapatia wale thenashara, wale wanafunzi wake 12, ikiwa ni agizo kwamba wafanye hivyo kwa kumkumbuka. Na mnafahamu kwamba Mkristo yeyote yule ni mwanafunzi wa Kristo. Mkristo yule ni mfuasi wa Kristo. Maagizo waliopewa thenashara, waliopewa wanafunzi wa Yesu Kristo, uliyapewa wewe, niliyapewa mimi, aliyapewa Mkristo awaye yote yule. Kwa hiyo maisha bila ushirika mtakatifu yanakupunguza credit wewe kama Mkristo. Kwa maana hiyo wewe unalazimika kuwa na ushirika mtakatifu, ambapo ushirika mtakatifu ni kula mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo na kunywa damu ya Kristo kama sakramenti, na dalili ya nje ya kuonekana kwamba wewe una ushirikiano na Kristo, unayaishi maisha ya Kristo, unamuishi Kristo. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya nje ya kuonekana ambayo wewe unatakiwa kuisupport kwa maisha yako ya kiroho. Uishi maisha yanayofanana na mtu ambaye anamuishi Kristo. Kwa hiyo anaishi maisha matakatifu, anatii sheria na maagizo na miongozo yote ya Kristo. Kwa maana unapokuwa na ushirika wa Kristo, manake unamuishi, unaishi utakatifu, unajiepusha dhambi zote ambazo hataki Mkristo kuzifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea chini ya amri za Mungu zile 10. Unatembea chini ya doctrine na maagizo, mafundisho yote ya Kristo. Kwa maana kwamba kila alichokiagiza Kristo unakiheshimu. Tuchukulie kwamba kama neno la Mungu linasema kwamba usiwe na miungu mingine, manake hauabudu Mungu mwingine. Ikiwa neno la Mungu linasema kwamba heshimu wazazi, unawaheshimu wazazi kweli kweli. Kama neno la Mungu linasema kwamba labda time penda mke, uko hivyo hivyo. Ikiwa neno la Mungu linasema kwamba usibe,
usizini, maana huibi na hauzini. Kisha sasa hilo eneo la kunywa na kula damu na mwili wa Kristo inakuwa ni utambulisho, dalili ya nje ya kuonekana. Hiyo inaitwa sakramenti ya kudhihirisha, yaani sasa na watu wajue kwamba kweli wewe una ushirika na Kristo, yaani unaenda kukazia hali halisi ya maisha yako unayoishi katika Ukristo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kusoma neno hili tumeona kwamba kuna maneno yanayosema kwamba kuna kuwa na ushirika na mashetani. Kuwa na ushirika na mashetani ni pale ambapo wewe una mienendo fulani ambayo ni ya kishetani, ambayo inapingana na neno la Mungu. Mienendo yote ile inayopingana na neno la Mungu, ambayo iko kinyume na maagizo ya Kristo, ni ushirika na mashetani. Maanake una ushirika na mashetani. Na ndipo Mtume Paulo akamwambia kwamba kama mtu ana namna yoyote ile ya ushirika na mashetani, namna yoyote ile ya kuenenda kinyume na neno la Mungu linavyoelekeza, namna yoyote ile ya kupingana na utaratibu wa neno la Mungu, halafu hata ukijifanya unaabudu, unaenda katika ibada, na hata kama unatoa sadaka, ile sadaka Paulo anasema kwamba ile sadaka Mungu haikubali, anaikataa ile sadaka, wala unakuwa hujaitoa kwa Mungu, unakuwa uko unaitoa kwa mashetani. Kwa hiyo wewe, kwa kuwa hauna ushirika mzuri na Kristo, maana yake una ushirika na mashetani. Hata sadaka yako unayotoa unatoa kwa mashetani. Inamaanisha kwamba hata katika makanisa ambapo kuna mienendo ambayo sio mizuri, ambayo haijatulia katika misingi mizuri ya Kristo, jinsi ambavyo Kristo anataka, ile madhabahu inakuwa imeshaharibiwa, inakuwa imeshafanyika kuwa madhabahu ya shetani, ambapo hiyo madhabahu hata sadaka zinazotolewa pale ni sadaka za mashetani. Haleluya! Unaona hiki kitu ni hatari sana. Kumaanisha kwamba unaweza kuwa hata unatoa sadaka, kumbe na sadaka unayotoa wewe ukidhani uko unatoa kwa Mungu, kumbe unatoa kwa mashetani, ili mradi tu ile madhabahu ina mapungufu. Haleluya! Mungu atuhurumie sana. Upofu ni hatari sana. Mungu atuhurumie, atuondoe mapazi katika macho, kwa sababu watu wengi sana tunaishi na kutembea katika giza bila kujua, wakati mwingine tukidhani kwamba tuko sahihi na kumbe tuko wrong side. Mungu atusaidie sana. Mungu akusaidie. Mungu akuhurumie sana. Wewe muumini, wewe mtumishi ambaye aidha kwa kujua au kwa kutokujua unahudumu au unaabudu na kutoa sadaka katika madhabahu ya shetani, na sadaka unayotoa unatoa kwa mashetani. Wengine mnajua, wengine hamjui. Aidha unajua, aidha haujui. Sadaka inayotolewa katika madhabahu ambayo ina mapungufu mbele za Mungu, ile sadaka haiendi kwa Mungu, unamtolea shetani, kwa maana inaenda kuwezesha na kuendeleza hiyo huduma ambayo ni chafu, si takatifu tena, kwa maana madhabahu hiyo ni chafu. Mfano labda haina hata ushirika mtakatifu, haina hata sakramenti ya ushirika mtakatifu, wala haiheshimu na kuogopa maandiko matakatifu jinsi yanavyosema. Inakuwa kama inakumbatia na kubembeleza na kutetea ubaya ambao unapingana na neno la Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni madhabahu chafu, madhabahu ya kupoteza watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atuhurumie sana. Ni hatari. Tuwe macho. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu habari hii ya madhabahu, tunatakiwa kuwa macho sana. Tuwe makini kweli kweli. Ni hatari sana. Ni hatari sana kutembea katika giza kwa kujua na kutokujua. Na kuna baadhi watumishi wanatembeza waumini katika njia ya giza, huku waumini watumishi wakijua, lakini waumini hawajui, kwa sababu waumini wanakuwa ni wachache, ni waduni,
katika maandiko, lakini watumishi wale unakuta wenyewe wanajua, lakini kwa sababu wana interest zao wanakubali kuwatembeza katika giza waumini hao, katika giza, katika njia zisizofaa, ili mradi tu hilo kanisa ambalo limegeuka tu kama taasisi ambayo ni sasa ni ya giza iendelee kuwepo na waendelee kuheshimika na waendelee kuchuma pesa. Mungu atuhurumie sana. Sikiliza, tunapojadili habari nzima ya ushirika, tunatakiwa tutafakari na kuelewa vizuri sana hii concept. Neno la Mungu linapoongelea habari ya ushirika na mashetani, tunatakiwa kulijadili kwa mapana sana. Ukila mwili wa Kristo ambao ndio ule mkate katika ushirika mtakatifu kwenye sakramenti inayotolewa kanisani, na kunywa damu ya Kristo, kwa maana kama alivyoagiza ni divai ya mzabibu isiyotiwa chachu, aliyoiweka wakfu kwamba hiyo ndio itakuwa ikitumika kama alama ya damu ya Kristo. Haimaanishi kwamba unainywa damu yake yeye mwenyewe live, ile waliomchoma ikamweka pale, ambayo ni damu halisi, lakini katika jinsi ya imani, kwa sababu yeye Bwana wetu na Mwokozi wetu ndiye alielekeza. Tunaamini kwamba tunapokunywa divai isiyotiwa chachu kama alivyoelekeza mwenyewe, kwamba iwe alama ya kunywa damu yake Kristo, ambayo inatulinda miili na roho na kutusafisha, na lakini zaidi kwa ajili ya kumkumbuka kama wa Kristo, kama wafuasi wake. Unakuwa na ushirika naye na unautangaza ushirika wako na yeye, kwamba na kila mtu ajue kwamba mimi nina ushirika na Kristo. So kwa kuwa hapo kwenye somo letu la kwanza tumeona kwamba kuna ushirika na mashetani, inamaanisha kwamba kama wewe hauna ushirika na Kristo, una ushirika na mashetani. Na sasa unaweza kuwa na ushirika na mashetani kwa namna nyingi, aidha kwa kuabudu katika ibada ambazo ni feki, ambazo ni ibada za kipotoshaji, ibada katika makanisa ambayo ni madanganyifu, ibada katika makanisa ambayo hayatii na kufuatilia na maelekezo ya Kristo mwenyewe. Kwa maana kama wewe ni Mkristo, lazima uishi kwa maelekezo ya Kristo. Sasa kama kuna maelekezo ya Kristo aliyoyatoa yeye mwenyewe, ambayo kanisa linaloabudu haiyafanyi na haiyatekelezi na haiyazingatii, inamaanisha hilo kanisa ni la kipinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Agizo lolote lile alilolitoa Kristo wakati wowote ule, halafu kanisa au madhehebu yoyote ile hailifuati, inamaanisha hilo kanisa ni la kipinga Kristo. Lazima kufuata nyayo za Kristo, maagizo yote aliyotoa wakati wote ule, ili wewe uitwe Mkristo kweli. Sikiliza, kuna mfano mmoja. Kwa kawaida ya nchi yoyote ile, mfalme au rais anapotoa maelekezo kwamba nataka hili lifanyike hivi na hivi na hivi, au hili jambo katika utawala wangu, katika uongozi wangu, kwenye hii awamu yangu, hili jambo litakuwa likifanyika hivi na hivi na hivi na hivi, huwa wanasema kwamba ni sheria ya rais. Kauli ya rais, maelekezo ya rais yanazingatiwa kama sheria. Sasa Yesu Kristo ni zaidi ya rais. Yesu Kristo ni zaidi ya mfalme wa dunia, wa ulimwengu huu. Maelekezo yoyote yale ya Yesu Kristo ni sheria. Kwa hiyo kama hauwezi kufuata sheria ya Kristo, maana wewe ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo maana ni mtu anayepinga mambo ya Kristo. Kwa hiyo attention, chukua tahadhari sana. Wewe muumini,
wewe mtumishi ambaye haujitahidi kutulia na kuchunguza maelekezo ya Kristo na kuenenda kwayo kama jinsi alivyo bila kuyabadilisha, wewe aidha ni Mkristo, ni muumini, aidha ni mtumishi. Wewe mwenye peke yako, hebu jiite au jibatize, jiite mpinga Kristo, halafu ufikirie uko katika nafasi gani. Ndio hao Mungu amesema pale kwamba sipendi. Kwa hiyo ujue kwamba hakupendi, maana wewe yani anakuchukia, in short. So you are in very big risk. Uko katika hatari kubwa sana kama anasema hakupendi. Sikiliza, tukiweka kando hii point ya msingi ambayo tuko tunaijadili, tuijengeko point ambazo ziko katika uhalisia wa hali ya dunia. Kuna matendo na mienendo ya watu ambayo inawafanya kuwa washirika wa mashetani bila wao kujua. Kwa sababu neno ushirika usilitofautishe na neno ushirikiano. Ushirika mtakatifu ni ushirikiano wetu sisi na Kristo. Ushirikiano wetu sisi wa Kristo kwa Wakristo, kwa maana sisi sote twanywea katika kile kikombe kimoja, na ule mkate ni mmoja uliomegwa. Kwa kuwa sote twala katika ule mkate mmoja na twanywa katika kile kikombe kimoja, sisi sote tu mwili mmoja katika Kristo. Tena sisi tu mwili mmoja, sisi kwa sisi, lakini zaidi ya yote sisi na huyo Kristo. Maana Kristo na sisi sote ambao tunashiriki ule ushirika mtakatifu tu mwili mmoja. Unaona hiyo kitu? Sasa sikiliza, unapokwenda kwenye vitendo fulani viovu vya kidunia hii ambavyo ni vya kiovu, wale watu ambao unavitenda nao, unakuwa wewe umefanya ushirika nao, ambao huo ni ushirika muovu, ushirika mchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushirika mtakatifu ni ushirika msafi, white communion. Ushirika msafi mweupe. Sasa matendo maovu, ibada feki, sadaka feki, ni ushirika mchafu, ushirika wa giza, ushirika mwovu, ushirika mweusi, dark communion, ambao ni dangerous, hatari kuliko kifo. Jiepushe. Sikiliza, mimi naweza nikakupa mfano labda ya ushirika mwovu. Wewe ukiwa mshirikina, ni mwendaji kwa waganga wa kienyeji, wewe manake una ushirikiano na yale mapepo na yale majini na wale waganga wa kienyeji, manake unashirikiana nao. Kwa hiyo hata kama mfano ungekuwa unapokea hata kikombe kile kitakatifu cha kanisani tunachokiongelea hapa, na kula ule mwili wa Kristo, na pengine hata maelekezo mengine yote ya Kristo unayafuata, lakini wewe unaenda kwa waganga kienyeji, manake wewe tayari una ushirika mchafu na tena una ushirika mtakatifu. Huu ushirika wako mchafu unakwenda kubroko ule ushirika mtakatifu, halafu wewe unaitwa tu kwamba wewe unashiriki ushirika mchafu. Wewe hauna tofauti na pepo, hauna tofauti na jini, hauna tofauti na mganga kienyeji, hauna tofauti na mchawi, kwa maana unashirikiana nao. Kama wewe unatumia machanjo ya kishirikina, umejaa chale kwenye mwili wako kwa ajili ya kujilinda, unalindwa na shetani, manake una ushirika na shetani. Wewe na shetani umoja. Ndio maana yake unapokuwa na ushirika na mtu fulani, manake wewe na yeye ni kitu hiki kimoja. Kwa kama una ushirika na shetani, manake na wewe ni kama shetani tu. Ukiwa una ushirika na Kristo, Kristo anakubali kwamba wewe na Kristo mu umoja. Kwa hiyo wewe kama una ushirikiano na wachawi, kama unaagua yale mapepo, manake yana urafiki mkubwa na wewe, manake una ushirika na mapepo. Kwa hiyo wewe na pepo mkikaa pamoja, na wewe ni kama pepo tu. My godness, huoni kama ni dangerous? Ni hatari. Chukua tahadhari, epuka, kimbia.
Hivi ni vitu watu hawavifikiri. Watu wanawaza kwamba ni kweli hii ni njia ya giza. Nimeenda kutafuta msaada kwa waganga kienyeji, ina maana pale yale mapepo anayoyaita ndio yanakuja kunisaidia, yanakuwa yananilinda, ndio yananipa mafanikio, ndio yanayonisaidia, ndio yanayoniwezesha katika kile ninachokuwa nimeenda kukiomba. Lakini hatuendi profoundly, hatuendi kuzama kwa kina kufikiri circumstances zake au kwa mapana yake vizuri, kwamba okay, mazingira mazima hapa yanakuwaje. Kumbe pale umekwenda kujenga ushirika. Ni sana kuja kusema kwamba nimekuja kujiunga na ninyi mapepo na wewe mganga wa kienyeji, mimi na ninyi tuwe kitu kimoja, mniusaidie katika mambo yangu yote ambayo nataka mniwezeshe. Kwa mimi ni mwenzenu, kwa mimi ni mwanachama mwenzenu. Kwa hiyo wewe pale unauvaa upepo, unauvaa uganga wa kienyeji, unauvaa ujini, unauvaa ushetani. So wewe unakuwa ni shetanized. You are satanized. Kwa hiyo unaingia katika ile group la wale wanaitwa mashetani, kwa maana kwamba kuna kuoga na shetani na mashetani. Kwa hiyo unakuwa ni kishetani, kitu ambacho ni cha hatari sana. Ngoja nikueleze. Ukienda kushirikiana na washirikina, manake wewe umefanya ushirika na washirikina. Kwa hiyo na wewe unakuwa mshirikina. Kwa hiyo katika chama cha washirikina ulimwenguni umo. Namba yako ya wanachama wewe unaweza usijue, lakini bosi wako yeye lazima anaijua. Anajua na ulijisajili mwaka gani, tarehe gani, mwezi gani, ni kiongozi gani aliyekuingiza katika kundi. Halafu shetani akabariki, akakupokea kundini, akasema ndaguheza kile. Si unajua kwa Kiha au Kirundi wanasema guheza gira, kubariki, kubless. Hata unapoenda kusajiliwa kwenye kampuni tu ya kawaida, boss anapoweka signature kwamba amekuidhinisha, amekubali, wanasema kwamba manager has blessed, amebariki. Yani ni kama kuidhinisha, kusema okay, imepita hiyo. Kwa shetani anakupitisha, anaweka signature, anakubariki baraka za kuzimu ambazo ndio laana. Sikiliza nikueleze. Ndio maana wanasema wachawi wote ni kama wanajuana, wanakuaga wanakutana. Mchawi wa Nigeria, mchawi wa Uingereza, mchawi wa Marekani, mchawi wa Tanzania, mchawi wa Burundi, mchawi wa Asia, kuna mara wanakutania. Kwa hiyo wana ushirika. Wachawi wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo kuna ushirika wa wachawi duniani. Kuna ushirika wa wapinga Kristo. Kama kuna makanisa ambayo yanampinga Kristo, yana mara anapokutania wanasema okay, sisi tusiokubali kufufuka kwa Yesu Kristo, sisi tusiokubali kuzaliwa kwa Kristo, unakuta kuna makanisa kama hayo yanasema lile kanisa tunakutanisha, kwa maana lile kanisa na sisi hatuamini katika kufufuka kwa Kristo. Manake wana ushirika. Yale makanisa ambayo hayaoni sababu ya ushirika mtakatifu wa ile sakramenti ambayo iliagizwa na Yesu Kristo, yanajuana. Kwa kule kujuana kwao wanajua lile kanisa lile linaitwa hivi na hivi, lile ni kama sisi. Wale hawana muda na vitu vya shirika. Sikula mkate, sikunywa madivai, vya nini? Wale ni wenzetu. Sasa nyingine unakuta hata wanaweza kuacha na friendship, kwa sababu wanajua kuna mara wanapokutania ambapo hapafanani na watu wengine wa imani nyingine. Ushirika. Tuchambue habari nzima ya ushirika. Twende nje kidogo ya habari ya imani. Twende katika maisha ya kila siku. Ukiwa maraya au kahaba au mwasherati, unaingia moja kwa moja katika ushirika mchafu wa kikahaba, wa kimaraya, wa kiasherati. Ulikuwa unajua hilo? Neno la Mungu linasema kwamba unapokuwa na muungano na maraya, unapozini na maraya, manake unafanyika kuwa mwili mmoja na yeye. Sawa na jinsi ilivyo kwamba mke na mume wanaitwa kwamba ni mwili mmoja. Vivyo hivyo unapokuwa maraya, unapozini na mtu, ina maana mmefanya connection, yani assembling, yani mmejiweka pamoja, mmejambatanisha, mmejijumlisha, moja kujumlisha moja, kama mmoja mnakuwa mbili, lakini alafu unafanyika kuwa mmoja, halafu mnakuwa mmefanya ushirika. Kwa maana kile ni kitendo cha ushirika.
ushirika mchafu. Kama ninyi ni waashirati au ni malaya. Kama ni mke na mume ni ushirika mtakatifu. Lakini sasa sio ushirika mtakatifu ule wa Mungu, mnihurumie. Na uita tu mtakatifu kwa sababu unakuwa unakubalika na Mungu. Ni ushirikiano, tusite ushirika tena, tuite ushirikiano, ni ushirikiano mzuri. Lakini kama katika mazingira ya kiashirati ya kimalaya, kwa watu ambao hamjaidhinishwa kwamba huyu ni mke na mume, una maana ni ushirika mchafu. Acha tuangalie mstari mmoja haraka haraka ambao unaweza kutueleza hili jambo. Tuangalie Wakorintho sura ya 6 mstari wa 16. Wakorintho sura ya 6 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16, tuone mpaka mstari wa 17. Tusome hapo haraka haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16 mpaka wa 17. Anasema hivi: au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa unaona, kuungwa ndio ile connection kwa naongea. Anasema au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Unaona hicho kitu? Unaona hizo pointi mbili humo ndani ya hizo aya mbili? Ukishirikiana na malaya mnafanyika kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wewe unapofanyika mwili mmoja na malaya, kuna hii concept ambayo nataka nikueleze, ambayo ni wachache sana kuifikiria hapa ulimwenguni. Mimi ni miongoni mwa wachache wa kuifikiria ambao sasa hivi nakusogezea wewe ili kusudi saizi ufunguke ulifikiria hili jambo. Unaelewa kwamba maraya hawi wa mtu mmoja, si ndio? Maraya mara nyingi mimi namfananisha na dustbin, kopo la takataka. Haleluya! Maraya ni kopo la takataka. Kwa maana kwamba huyu anakuja anamwagia uchafu, huyu anakuja anamwagia uchafu, huyu anakuja anamwagia uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anakuja anamwagia, huyu anakuja anapakwa uchafu, huyu anatoka anakuja mwingine, leo huyu, kesho huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atuhurumie. Maraya ninamfananisha na shimo la takataka. Ina maana watu, kila mtu akiona takataka kisia anaenda kumwaga. Okay. Sasa maraya au kahaba au mwashirati, kwa kuwa hazini na mtu mmoja, asubuhi saa 1 anazini na huyu, saa 6 anazini na huyu, saa 12 jioni anazini na huyu, usiku saa 3 anazini na yule kule. Unanipata vizuri? Leo anazini na Mwafrika, kesho anazini na Mwasia, kesho kutwa anazini na Mwamerika. Leo anazini Dar es Salaam, kesho anazini Bujumbura, kesho kutwa anazini Abuja. Unaniona vizuri? Kiungo kimoja, watumiaji milioni. Unaniona vizuri? Huyu anaingia anatoka, mwingine anatoka, mwingine anatoka, mbunge, rais, waziri, mbeba kago, nani, mwenye kaswende, mwenye ukimwi, mwenye magonjwa ya upele, mwenye kisonono, mwenye gono, mwenye unanielewa? Mwalimu, mkurugenzi, fundi mjenzi, mfagia barabara, wote tu. Changanya. Unanielewa? Mgonjwa mzima, unanielewa? Wote chukua. Shimo la takataka au jarara. Maraya yeyote yule ni kama jarara. Yaani maraya ni kama tu jarara. Unanielewa? Dustbin, garbage bin. Matrashi yote yanatupa humo. Unanielewa vizuri? Sasa iko hivi.
Kwa kuwa maraya si wa mtu mmoja, kama anazini na watu tangu ameanza umaraya, ana miaka 10, 15, 20, 30 anafanya umaraya, au hata kama na mwaka mmoja, katika mwaka mmoja mtu maraya anaanza kazini na watu hata zaidi ya 100, labda tuchukulie, hata kama amezini na 3, 4, 5, wewe ukienda kuzini naye, ina maana kwa kuwa yeye amekwisha jifanya mmoja na wale wote ambao ameshazini nao, na wewe unaingia katika hilo grupu, wale wote aliozini nao, kama wewe wale wa kiume, kama yeye ni mwanamke, wale wanaume wote ambao alizini nao, ina maana wewe una ushirika nao, kwa maana mnakutania pale. Unanyera vizuri na yule mwanamke ambaye alizini na huyo mwanaume ambaye wewe mwanamke umezini naye, basi wale wanaume waliozini na huyo mwanamke, hata wewe mwanamke utakayezini na huyo mwanamke ambaye amezini na wale wanaume, wale wote, wanawake, wanaume wote, mnaingia katika chama kimoja, ushirika mchafu wa makahaba. Nacheka, lakini sio ya kucheka. Hapa nitakiwa nilie. Yaonekana machozi yanashuka kuliko kuandika haya meno. Unaona? Mungu atuhurumie sana. Tuepuke ushirika mchafu katika namna zote mbili za kiimani, katika maisha ya kiroho, katika mambo ya ibada, na katika maisha ya kila siku. Kama wewe ni mlevi, wewe umeingia katika ushirika wa walevi duniani. Kwanza mnafahamu jinsi walevi wanakuwa na hasira kupendana, si unaelewa? Kuna spirit, kuna roho pale. Walevi wakutania kwenye mapombe yao huko, wanapendana mno. Baadhi ya watu wanasema kwamba wanapendana kuliko hata watakatifu. Watakatifu sasa ingine unakuta hata upendo wao ndani ya kanisa ni wa bla bla tu, upopo tu wa juju, lakini walevi wanakuwa wanapendana kama vile zaidi. Japokuwa kweli kuna watakatifu nakuta wanapendana kweli kweli, lakini si wengi. Ina maana hapo kuna mapinduzi ya kiroho, ya roho wa giza. Kwa maana ushirika mchafu una nguvu kubwa, unataka kuwa na nguvu kubwa kuliko ushirika mtakatifu. Ushirikiano mzuri wa kiroho upo na una nguvu kwa kiasi chake, lakini ushirikiano wa uovu una power zaidi. Unajua jinsi mafrimason ambavyo unakuta wanajaliana kuthaminiana. Unaona? Si unajua vile wanasema kama wavuta sigara wakutana barabarani, hata wajuani, akimwona mtu kanavuta, bwana, mimi nimepigika bwana, sina chochote kusema nikanunue. Anafanya tu hivi kama ile kwa Kiswahili wanataka kugongea. Ile aliyokuwa amebakiza ile sigara kile anampatia. Malizia hii mwanangu mshikaji. Sikiliza. Watu waovu wana ushirikiano mzuri sana. Nenda kama kwenye makampuni ya kibiashara au hata serikalini. Ile mijizi ile ambayo sio miaminifu inapendana kwa sababu inashirikiana kuiba mali za taifa. Wewe ukiwemo mle kwenye shirika au kampuni au serikali ambaye wewe unajifanya au umeokoka, hautaki kuiba, wakiandaa mipango ya kuiba, halafu wewe ukataka kuwaangusha, wataishi na wewe miaka yote ndani ya shirika au serikali humo wakiwa nakuona kama shetani. Wewe ndio mzuri, halafu sasa wewe ndio unageuka mbaya. Watakuchukia, kama mtu atakuchukia, yule bwana ndani anatusababishia njaa yule. Asingekuwa yule bwana yule, tungekuwa tunanufaika, tungekuwa tuko tunajenga, tungenunua magari, tungefanikiwa, watoto wetu wangesoma. Hutaki watoto wako wasome kwa kutumia mshahara wako wa halali au na miradi yako ambayo unaianzisha kutokana na mishahara yako unayoipata na maslahi mengineyo ambayo ni halali kama allowance, kwa kujibana kusema uanzishe miradi, ulime, ufanye nini ili uzalishe yale mapato yako ya halali. Unataka mkae pamoja, mfanye forgery kwenye madokumenti, nyewe wote mweke saini, hata mkituma ripoti huko kwa rais ionekane kwamba ni kweli. Naona hata maafisa wa saini na wale saini, safi sana, rais anadanganywa, kumbe mnaiba mamilioni, alafu kwa huo ushirikiano wenu mnafanikiwa.
mnajenga majumba, mnafanya nini, kumbe mnalala ndani ya majengo ya wizi, mnatembea ndani ya magari ya wizi, mafanikio yote mlionayo ya wizi ambayo mnayapata kupitia ushirika mchafu. Ila yule ambaye alipingana na ushirika wenu, mnamtafutia jinsi hata ya kumuua. Kwani nadanganya? Ushirika mchafu na nguvu, halafu ushirika mtakatifu unanyimwa nafasi. Ukiwa mlevi, wewe uko katika ushirika mchafu wa walevi. Ukiwa kahaba, wewe uko katika ushirika mchafu wa makahaba. Kwa maana unapozini na mtu mmoja, ni kama wewe unazini na wale wote ambao yeye anazini nao, kwa maana mnakutania pale pale pamoja. Uchafu. Mungu atuhurumie sana. Kwa hiyo ni vizuri kuchagua kuwa na ushirika mtakatifu na kupiga vita ushirika mchafu kiroho na kimwili. Kama unaweza kuwa unaabudu katika madhehebu ambayo hayakufundishi kujiepusha kuketi katika shauri la watu wasio haki, kama tunavyosoma katika Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili, kwamba heri mtu yule asiyeketi katika shauri la watu wasio haki. Panasemaga kwamba hii Zaburi ya kwanza Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza, Zaburi ya kwanza hiyo inasema tuone jinsi ninavyoongea vizuri. Zaburi, sawa, msamehe kwa sababu nilikuwa sijapafungua ili neno la Mungu usichoke. Zaburi inasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Sasa sheria ya Bwana ni maandiko yake yale maandiko yake yote. Mimi hili jambo huwa napenda sana kulitafakari mara nyingi sana. Hii dunia kwa sehemu kubwa sana sasa hivi imekwisha tupilia mbali kabisa maandiko ya Mungu. Watu wengi sana wanatembea kwenye sheria ya dunia kuliko kutembea kwenye sheria ya neno la Mungu. Mfano ni huu hapa. Mimi nimekuwa mara nyingi sana nikipenda kuliongea hili jambo kwa makusudi ya kutafuta kuziponya ndoa za dunia hii. Sinaona neno la Mungu huwa lina tabia ya kusisitiza mara pengi sana kufundisha wake kuwatii waume zao. Tena kuna neno la Mungu aya katika Biblia takatifu inasema kwamba enyi wake mwatii waume zenu kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa sababu dunia hii huwa ina tabia kusema kwamba ladies first, huwa inasema kwamba mwanamke kwanza, ambapo hiyo kauli mbiu sio kauli ya neno la Mungu. Neno la Mungu linamchukulia mume kama kichwa cha ndoa na kichwa cha familia, ambapo linafundisha kwamba baba katika nyumba aheshimike, yani mithili ya jinsi ambavyo mwanadamu anatakiwa kumheshimu Bwana Yesu Kristo. Lakini kwa mabadiliko ya dunia hii imeshabadilika, kama vile mwanamke ndiye anatakiwa anyenyekewe, aheshimike, aogopwe, yani awe namba moja katika familia, yani na mume anyenyekee kabisa kwa mke, yani kile mke anataka ndicho mume afuate, yani mume awe fyata mkia mbele ya mke, kitu ambacho mimi nimekuwa nikikita kwamba ni miongoni mwa alama za kipinga Kristo zilizopo hapa duniani. Ufuatilie sana. Huu ni mfano tu ambao ninautoa. Yapo mambo mengi sana ambayo ni ya ushirika wa giza. Kwa maana ukipata hii kauli mbiu ya ladies first, halafu kwa kuwa kuna mtu aliyeianzisha na watu walioisupport na wewe ukasupport, maana umeingia katika huo ushirika unaosema kwamba ladies first, ambayo hiyo ladies first inamuondoa mwanaume katika nafasi aliyopewa na Mungu.
Manake tayari huko ni kumpinga Kristo, tayari ni ushirika wa giza. Hii ni hatari sana. Huo ni mfano miongoni. Huo ni ushirika mwingine wa giza ambao tunatakiwa kuepuka. Ushirika wa giza ni mwingi sana. Unaelewa vizuri? Mfano, kama wewe umeamua kuishi maisha matakatifu, unao wajibu wa kutembea chini ya sheria ya Bwana. Sheria ya Bwana ni nini? Ni ile miongozo yote tunaipata katika neno la Mungu, katika maandiko matakatifu. Yaani kusiwepo mafundisho hata mamoja ambayo yamefundishwa na watumishi wa Mungu katika Biblia takatifu ambayo tunafundishwa kwamba usipunguze wala kuongeza neno lolote lile. Uyafuate yale yote. Wewe utakuwa na ushirika mtakatifu. Utakuwa una ushirika na Kristo. Halafu yale mambo yote ambayo yako kinyume na mwongozo wa Kristo au na mwongozo wa neno la Mungu, uyaepuke. Wewe utakuwa uko katika njia ya kweli. Kinyume na hivyo, unajidanganya. Afadhali utulie na nyumbani, uache kabisa na mambo ya kuwa unaabudu kanisani. Umwabudu shetani vizuri. Au uulizie, jamani, hivi kwenye huu mkoa au hii wilaya au hii kijiji ninachoishi, kanisa kabisa ambalo ni rasmi kabisa linajulikana kwamba hili ni kanisa la shetani, liko wapi? Niwe naenda huko, kwa sababu mimi nimechagua kuabudu shetani. Kwa nahitaji mahali ambapo kuna madhabahu ambayo imewekwa wakifu kabisa, haina hata siasa za kudanganya kwamba hapa tunamwabudu Kristo. Nataka ile madhabahu ya shetani kabisa, ni wapi ilipo, ili niwe naenda huko, kwa maana mimi namwabudu shetani, si mwabudu Kristo. Uache kwenda kwenye kanisa ambalo linamtaja Kristo wakati halimheshimu. Kama wewe unampenda Mungu na unamwabudu Kristo na unapenda kumwabudu yeye, tafuta kanisa ambalo linakemea kabisa vikali tabia za kinafiki za kujifanya ni Mkristo na huku hauheshimu maadili ya Kikristo kikamilifu. Epuka ushirika wa giza. Mungu akuhurumie. Afadhali na Mungu akuone kwamba huko unashindwa, huko unajitahidi. Tafuta njia ya kweli na Mungu atakuona kwamba uko katika njia ya kweli. Utapokuwa kama unashindwa, ukipiga magoti kumwambia Mungu, ninakutafuta, natamani kuenenda katika njia yako sahihi ya kweli, lakini kuna namna ninashindwa na kutana na vipingamizi. Niwezeshe Bwana. Atakuwezesha. Piga magoti uombewe saa hizi. Mtakatifu, nakuomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, umhurumie mtu huyu ambaye anatamani kuenenda katika njia za kweli na anajua maandiko yako matakatifu. Kwa bahati nzuri amekuwa akikutana na neno lako ambalo linamfundisha ukweli na kumuonyesha mahali ambapo ni pa upotofu ili apaepuke, lakini katika jitihada zake anashindwa. Kwa hiyo Mungu umwezeshe, kwa sababu wewe ndiye Mungu ambaye unatuhurumia. Kila mtu anayenenda katika njia za kweli anajitahidi kukutafuta katika roho na kweli, lakini anashindwa. Umguse kwa mkono wako, umwezeshe, umwepushe na njia za upotovu, ili kusudi akashinde akiwezeshwa na wewe, kwa maana twayaweza mambo yote kwako wewe ututiaye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai naomba nikiamini, amina. Ubarikiwe na Yesu Kristo, na Mungu akuwezeshe katika jitihada zako za kumtafuta katika njia za kweli, ukitii maandiko yake yote matakatifu jinsi yanavyotaka, ili kusudi Mungu akuepushe kuenenda katika njia ya upotofu, ili akufanye kuwa mtu mwenye kufuata kweli yake na kutii maandiko yake kama jinsi yalivyo, bila kubadilisha, bila kutafuta jinsi ya kujiwekea uwepesi. Badala yake uwepesi uwekewe na Mungu mwenyewe ukiwa katika njia iliyo sahihi. Mungu akubariki na Mungu alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asante. Tutaonana wakati mwingine kwa neema ya Bwana.